tuweze kuwastili hawa viongozi, hawa walimu wanaokustilia na kutuongozea jamii yetu na kusisitiza jamii yetu kuipatia imani na takwa ya kumcha Mwenyezi Mungu na takwa ya kulinda nchi yetu ikae sawa sawa. Bila viongozi wa dini, nchi hii serikali wallahi wa billahi thumma tallahi wangeiweza. Katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba, hawakuwahi kuacha viongozi wa dini wakiishi kwa dhiki. Mtume alikuwa akiwapa walimu na watoza zaka sehemu ya mali ya umma. Khalifa Umar ibn Khattab alisema, mtu anayehudumia dini ya Allah anastahili riziki yake kutoka kwenye mali ya Waislamu. Hii ni dalili kwamba Uislamu hautenganishi ujenzi wa dini na ustawi wa wanaohudumia dini ya Mwenyezi Mungu ama wanaohudumia misikiti. Ndugu zangu, tunapowasahau viongozi wa dini tunavunja nini? Udhaifu wa ibada. Imamu anayelala njaa ataimaanisha swala kwa uchovu. Yani atainamisha swala kwa uchovu, si kwa utulivu wa moyo. Imamu anapolala njaa, hata swala yenyewe ataswali tu haitaenda, kwa sababu huwezi swali swala ukiwa na njaa. Huwezi swali swala ukiwa yani moyo umevunjika. Unaanza, watoto wangu watakula nini? Watoto wangu watasoma aje? Watoto wangu watavaa nini? Mke wangu atakula nini? Mimi mwenyewe nadhalilisha kweli, nadhalilishwa. Kwa hivyo hata swala akiienesha, anaenesha moyo konde, shingo upande, kwa sababu ya yale anayoyapitia, ya yale dhiki anayopitia. Ataendesha swala akiwa kwa uchovu, si kwa utulivu wa moyo. Kukosa heshima ya dini. Watoto wanapoona mwalimu wa Qur'ani anaishi maisha duni, wanadhani elimu ya dini haina thamani. Kwa sababu unakuta walimu, imagine mwalimu anatoka kwake anatembea na miguu. Mwalimu anatoka kwake kiatu ametembea hadi paka imeisha, kama ya mlinzi wa getini. Ametembea kiatu imeisha hadi paka imetoboka. Yani hata mavazi yenye amevaa hayamuweki sawa sawa kiheshima kama mwalimu. Kwa hivyo hata watoto nao wafundisha, yani hii dini inaonekana kama kuwa ni dini yenye dhuluma, ya kuwadhulumu viongozi, ya kuwadhulumu walimu. Kwa hivyo hata mtoto hata bado, hata kama atasoma, anasoma lakini anajua hii dini kumbe hata nikisoma matunda yake nitavuna tu dhuluma, nitavuna tu maisha magumu, nitavuna tu mateso na kuteseka na kuvaa nguo iliyoraruka. Kwa hivyo tujaribu kuwastili walimu wa dini. Tujaribu kuwastili walimu wa madarasa. Tuwajaribu kuwastili viongozi wanaoongoza dini ya Kiislamu ama kuendeleza imani katika dini ya Kiislamu, kuliko jinsi ambavyo tutajenga majengo mazuri ambayo ni masafi, lakini ndani yake walimu wanalala njaa, hawana amani na wale wanao wasafisha nafsi zao. Kudhaifika kwa jamii bila viongozi wenye nguvu na hadhi. Msikiti unakosa uongozi, unakosa mwongozo na unakuwa ni jengo tu, si kituo cha uhai wa kiroho. Kwa hivyo hawa viongozi, bila hao viongozi
jamii yetu iwezi kuwa na mwongozo ulio bora. Yani kile wanacho hao viongozi wanafanya, yani wanakupa kama ni chakula ya roho na kusafisha na kutengeleza jamii zetu. Saizi dunia imeharibika. Saizi dunia yani sio ile dunia ambayo tunatarajia kwa ya kwamba ni dunia ya kisasa. Kwa hivyo hawa viongozi ndio wanasaidia serikali kutujenga na kusafisha mioyo zetu. Kwa hakika bila viongozi serikali hingeweza kuongoza hawa watu wenye vichwa ngumu. Labda ingekuwa asilimia, ungeatazama karibu kila mtu angekuwa amepewa polisi wawili wa kumchunga. Lakini hawa viongozi wamejenga, yani wamejaribu kusafisha mioyo za watu. Watu wengi sana wamejihusisha na madini, wameacha machafu, wameacha maovu kwa sababu ya hao viongozi. Kwa hivyo bila hao viongozi jamii yetu haiwezi pata kweli amani. Bila hao viongozi nchi yetu iwezi ikawa na amani. Kwa hivyo pia viongozi wa nchi pia muweze kuheshimu viongozi wa dini. Kazi wanayoifanya ni kubwa kuliko kazi ya polisi. Kwa sababu kama sio viongozi, mtu kama mimi, kama singekuwa na mwalimu ama kiongozi anayeniongoza na kusafisha moyo wangu, huenda mimi ningekuwa mwizi, huenda mimi ningechukulia uwizi ni kazi ya kawaida, huenda mimi ningechukulia zinaa kuwa kama ni kazi ya kawaida. Watu wangekuwa wanaoa, watu wangekuwa wanaeneza zinaa kwa sababu hakuna mtu yote anayekushauri, kwa sababu hakuna kiongozi anayekushauri. Kwa hivyo kila mtu angekuwa anafanya maovu, machafu vile jinsi ambavyo anataka, na hii dunia yote ingekuwa imeharibika. Lakini watu wengi, asilimia 90, asilimia 70, watu wengi sana wanamtegemea Mwenyezi Mungu. Asilimia 30 ndio watu ambao wanaochungwa na sheria, ndio wanaofungwa na kufanya machafu na maovu. Kwa hivyo viongozi, sheria ama kama nchi, pia kama serikali iweze kupatia viongozi nafasi ili waweze kusaidiana kuilinda nchi. Waweze kusapoti viongozi wa dini ili waweze kusafisha nafsi za wananchi. Bila viongozi, kama sisi tungekuwa watu ambao tumekuwa ni watu ambao labda kushambulia serikali, kuchafua serikali na mambo machafu. Lakini unakuta viongozi wa dini wanatusihi, wanakuambia hali hii ipo, lakini lazima tutumie hii njia ya kuomba dua na maombi, Mwenyezi Mungu mwenyewe atawabadilisha. Kwa hivyo viongozi wa dini, maimamu, wanafanya kazi ngumu sana. Kwa hivyo ni vyema kama sisi ndugu Waislamu tuweze kuwastili hawa viongozi, hawa walimu wanaokustilia na kutuongozea jamii yetu, na kusisitiza jamii yetu kuipatia imani na takwa ya kumcha Mwenyezi Mungu, na takwa ya kulinda nchi yetu ikae sawa sawa. Bila viongozi wa dini, nchi hii serikali wallahi wa billahi thumma tallahi wangeiweza. Watu wanaogopa tu takwa, wanamuogopa Mwenyezi Mungu, wanamuogopa Allah. Ndio maana unaona nchi saa inakuwa imekaa imetulia. Kwa hivyo unakuta asilimia 30 ndiyo inafanya machafu na maovu. Kwa sababu hata kama inajaribu, lakini hiyo ni nafasi waliosalia, ni kazi ya serikali pia isafishe. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuwasaidia viongozi wetu. Ni lazima tubadilike ndugu zangu. Kujenga misikiti ni kheri, yani ni jambo nzuri sana. Lakini kheri hiyo ama kheri kubwa zaidi ni kuhakikisha walio ndani ya msikiti wanaishi kwa heshima. Lazima walio ndani ya hiyo msikiti wanaishi kwa heshima. Sio kuishi kwa dharau, sio kuishi kwa vita, sio kuishi kwa kuwadhalilisha, sio kuishi kwa kuwatukana, sio kuishi kwa kuwapiga vita, ila waishi kwa heshima. Ni heri msikiti uwe mdogo, lakini waishi kwa heshima. Tukubaliane kila kijiji au mtaa
kuwe na mfuko wa imamu na Bilali unaotolewa na waumini kila mwezi. Hata at least basi kama wale waliowaweka pale watusimamie sisi kama wameshindwa, ni heri sisi kama Waislamu tuweze kutengeleza katika kijiji chetu, katika misikiti yetu, kama sisi jamii tuweze kutengeleza msikiti wetu, tuifanye ama tufanye mchango, yani tufanye kuwe kila mwezi tunakuwa na mfuko wa unga wa imamu wetu, tunakuwa na mfuko wa sukari wa imamu wetu, tunakuwa na mfuko wa kununua kiatu ya mwalimu wetu, tunakuwa na mfuko wa kununua kanzu ya mwalimu wetu. Kwa hivyo kama sisi kijiji au jamii au msikiti tuweze kufanya mambo kama hayo, ili tuweze kuendeleza dini ya Mwenyezi Mungu kwa haki, ili imamu zetu wasiwe ni maimamu wenye kudhulumiwa na kunyanyazwa na kukosa kuwapa haki yao. Kamati za msikiti ziweke bajeti ya viongozi kama sehemu ya matumizi ya kudumu. Yani kamati ya msikiti iweze kuweka bajeti, kwa sababu dini ama kuendeza neno la Mwenyezi Mungu na kusafisha Waislamu si la leo na kesho au na mwaka kesho ama na mwaka huu peke yake. Neno hili litaendelea hadi milele mpaka siku za kiyama, mpaka siku ya mwisho. Kwa hivyo pia kama kamati iweze kuweka bajeti ya viongozi, yani ya hawa maimamu Bilali, maimamu ya muda mrefu, sio kwa muda mfupi, kwa sababu hayo yote na hizo shida zote zinakuja na kuweka bajeti tu kwa muda mfupi tu. Kwa hivyo pia kamati iweze kusaidia sana kuweka bajeti ya muda mrefu, ili maimamu wetu waweze kupata haki yao iliyo sawa sawa, ili waweze kuhudumia maimamu wetu, waweze kuhudumia walimu wetu, waweze kuhudumia mabilali zetu, waweze kuhudumia wasafishaji msikiti. Tuache kuchukulia wanaosafisha msikiti tukisema ati fi sabilillah. Wewe kama unasema fi sabilillah, hamuka chini uende ukasafishe msikiti. Wewe kama unasema fi sabilillah, hamuka uende ukapande mimbari ukahutubu. Wewe kama unasema fi sabilillah, nenda kakaa msikitini, waumini waje wakupate zuhuri, aswili, magharibi, ishai na subuhi. Wao waumini wakikuja wanakukuta pale pale, kama jiza ambavyo tunaenda kule hapa msikiti Hawakan, tukienda tunakuta Imamu Jailani subuhi, zuhuri, aswili, magharibi na ishai. Labda ni wewe mwenyewe ukose tu kuhudhuria huko, lakini yeye ako 24 hours. Wewe unatarajia anafanya for sabilillah, ama ako pale naye pia ako kazi. Akifanya for sabilillah, nani atalisha familia yake? Nani atastili familia yake? Nani atamstili yeye mwili wake, kuvaa, kunywa na kula? Pale Dar es Salaam, pale msikiti ya huku chini, Rahma ya huku, hiyo misikiti yote wewe ukiona kama ni fi sabilillah, unaona kutoa ni chungu, ni ngumu, unaosema fi sabilillah wajitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wewe jitolee, sisi tutakuchangia. Ama wewe jitolee fi sabilillah, Mungu mwenyewe atakulipa. Waislamu binafsi wajitokeze kama wafadhili wa viongozi wa dini, si kama malipo, mbali kama sadaka kwa ajili ya Allah. Sisi Waislamu tunaosafishwa mioyo zetu, sisi Waislamu wale maimamu wanaosafisha nafsi zetu, mioyo zetu, na kutuwekea amani katika nchi yetu, katika familia yetu, katika jamii yetu, na kutuwekea usawasawa. Sisi Waislamu ndiye nafaa tujitolee kama sisi Waislamu kwa fi sabilillah, kama sadaka,
sadaka zetu tujitolee ili ziweze kusaidia viongozi wetu wa kidini. Tuzidishe dua na heshima kwao, tusione kama ni wa kawaida tu, mbali ni mabaki ya nuru ya mtume. Pia hao hata kama wanatuswalisha sisi na kusafisha mioyo zetu, pia tuweze kufanya nini? Tuweze kuwaombea dua. Tuombee mashehe wetu dua. Wanahitaji sana dua. Hao mashehe pia naye wanateleza, pia naye wanahitaji rukia, pia naye wanahitaji kuombewa. Mganga hajigangi. Wanasemanga mganga hajigangi, lakini pia yeye anahitaji tumuombee dua. Mwenyezi Mungu ampe takwa, Mwenyezi Mungu amsafishe nia, na Mwenyezi Mungu ampe utu wa kutuelekeza sisi kwa njia iliyonyooka, kwa njia iliyo sawa sawa. Dini haiwezi kusimama bila elimu, na elimu haiwezi kusimama bila waheshimiwa wanaoihifadhi. Dini haiwezi kusimama bila elimu, na elimu lazima uweke pesa ndani ndio uweze kupata elimu. Wale viongozi wanaokuwa pale bado wanatumia elimu kusafisha sisi mioyo zetu. Kama wangesoma, wangekuwa na uwezo wa kusafisha mioyo zetu. Na dini bila waheshimiwa wanaohifadhi ni sawa na bure. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, na sisi leo tunapaswa kuulizwa nafsi zetu, ama kujiuliza katika nafsi zetu, tunapojenga misikiti, je, tunajenga pia maisha ya walio tuchunga? Tunapojenga misikiti, je, tunajenga pia maisha ya walio tuchunga? Tunapoweka marumaru, je, tunamwekea imamu riziki ya heshima? Hayo yote ndugu zangu kuweza kujiuliza sisi wenyewe. Msikiti si kuta tu, mbali ni roho, ni elimu, ni viongozi wake. Ni heri zaidi kujenga msikiti mdogo wenye imamu anayeishi vizuri kuliko msikiti mkubwa usio na roho ya uhai wa dini. Ewe Allah, tujalie tuwe miongoni mwa wanaojenga nyumba zako kwa ikhlasi, na wanao waheshimu viongozi wa dini yako. Wabariki maimamu wetu, mubagili wetu, na walimu wetu wa Qur'ani. Wape riziki njema, afya njema na heshima katika jamii zetu. Amina ya Rabbi.